Ndugu zangu, tunapokwenda kuanza ibada hii ya leo, ibada ya kumshukuru Mungu, swali linakuja kwako, swali linakuja kwangu, lakini ni swali ambalo linajengwa na mtu mwenye imani na mtu ambaye ana ujasiri, ambalo ndio kichwa cha somo letu la leo, ya kwamba ukitaka waweza nitakasa. Haleluya! Ukitaka waweza nitakasa. Mtakatifu ingawa giza la kuficha fahari tusione. Mtakatifu wewe peke yako, kamili kwa uwezo na pendo. Baba mwema na Mungu wetu, wewe ni mtakatifu, na hata nyakati zingine tunashindwa kuelezea utakatifu wako. Wakati ambapo dunia imejawa giza na hofu limetanda, bado unatuambia kwamba utadumu kuwa mtakatifu na mwaminifu katika maisha yetu. Tuongoze katika somo hili fupi, tupate kuona utukufu na utakatifu wako. Ni katika jina lako Kristo Yesu Mwokozi wetu, amina. Kwamba ni huruma zake Mungu kwamba tuangamii, rehema zake hazikomi, ni uaminifu siku zote. Ukisoma katika kile kitabu cha Mathayo 8, niende nawe katika kitabu cha Mathayo 8, tapata kisa kidogo tu chenye mafungu takriban mawili. Mathayo 8 kuanzia fungu la kwanza hadi la 4. Anasema, naye aliposhuka mlimani, makutano mengi walimfuata, na tazama, akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyosha mkono akamgusa akisema, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukatakasika. Haleluya! Napenda tuangalie mazingira ya ugonjwa wa ukoma. Kimsingi mazingira ya ugonjwa wa ukoma katika nyakati zile ni sawa na ambavyo ugonjwa huu wa korona katika nyakati kama zetu. Wakati huo hawakuwa na vifaa, hawakuwa na njia za kitabibu. Kwa hiyo ukoma ulikuwa ni ugonjwa ambao ulikuwa unasumbua sana. Katika nyakati za Yesu ulikuwa ni ugonjwa mbaya kuliko ugonjwa uwaye yoyote ule, na hali yake ile ya kutoponyeka, maana mgonjwa wa ukoma alikuwa haponi. Na jinsi unavyoambukiza, naona baadhi ya madaktari wako hapa na madaktari wa vioni wako hapa. Ugonjwa wa ukoma ulikuwa ukiambukizwa, sijui nyakati kama hizi, lakini ulikuwa ukiambukizwa kwa njia ya hewa. Mtu akikohoa, mtu akipiga chafya, naam, yumkini ni kama korona. Na kwa jinsi hiyo, kwa sababu ulikuwa unaambukizika katika namna hiyo, matokeo yake yalikuwa ni mabaya. Na hivyo basi mtu akipatwa na ugonjwa wa ukoma ilibidi aweze kutengwa na jamii. Anatengwa nyumbani kwake, anatengwa na jamii ile yote, anapelekwa mbali, si mita 2 jamani, si mita 1 jamani, bali anapelekwa mbali nje ya nini? Nje ya mji. Ulipopata korona au waliopata korona walipelekwa nje ya mji. Halo, walipelekwa nje ya mji. Kwa hiyo
ukipatwa ugonjwa wa ukoma katika nyakati zile, ulikuwa unapelekwa nje ya mji. Kijijini kwetu Shirati kuna kijiji ambacho sasa hivi si kijiji ila ni mji mdogo unaitwa Kabwana. Na neno Kabwana linatokana na neno Bwana. Maana kile kijiji wazungu walikuja. Kwa hiyo kila mtu alipokuwa akienda kule asema wanaenda kwa Bwana. Yaani mzungu kwamba Bwana. Kwa hiyo kile kitongoji kile kinaitwa nini? Kabwana. Na katika kile kitongoji kulikuwa kuna mji mdogo ambao umejengwa vizuri. Na mji ule walikuwepo wakoma wanaishi pale. Na katika kile kitongoji cha ambapo wakoma walikuwa wanaishi, kikaa kinaitwa Mkoma. Kwa Kijaluo tunakiita Mkoma. Lakini kumbe tafsiri yake ilitokana nini? Wakoma wanaishi pale. Wale wakoma walikuwa wametengwa pale. Wanaishi wenyewe pale. Hata kuwatembelea ilikuwa ni kazi. Na ndivyo ilivyokuwa kipindi cha Kristo. Ugonjwa wa ukoma ulikuwa unatisha sana. Lakini habari mbaya zaidi katika ugonjwa wa ukoma kipindi cha Yesu, mgonjwa wa ukoma alikuwa anadhihirika kwamba amepigwa na Mungu. Kwamba ana dhambi inamla. Na kwa maana hiyo, kwa sababu ana dhambi, amepigwa na Mungu. Kwa hiyo ugonjwa wa ukoma haukuwa tu ugonjwa, bali yule aliyekuwa na ukoma anaonekana kwamba ni najisi. Na kwa sababu ni najisi, anapelekwa nje ya lango, nje ya mji, ili asije kuwa najisi wengine, asije akaunajisi mji. Ilikuwa inaonekana kwamba ni lahana. Matokeo yake yalikuwa ni lahana. Alifungiwa nje ya makao ya watu. Na kimsingi thamani yake kwa wakati ule ulikuwa sawa na mtu mfu. Yaani hakuwa na thamani yule aliyekuwa na ukoma. Na ulipokuwa umepatwa au una dalili au unafikiria uko na ukoma, maana ukoma ukiupata unaharibu ngozi, unaua baadhi ya seli. Kimsingi zile unakuta kwamba mtu ana seli zake zinafanyaje? Zinakufa. Kama ni vidole, unakuta vidole vinakufa hadi vinafanyaje? Vinakatika. Na hasikii, anakuwa na ganzi, hasikii. Na hivyo basi mtu akiwa na doa lolote ambalo linafikiriwa kwamba ana ukoma, inabidi aende kwa kuhani. Nimesema kwamba kwa kuna njia nzuri za kitabibu. Na kuhani anapomexamine, anapomwangalia, anapomchunguza, akisema kwamba una ukoma, unatengwa. Maana wewe umekuwa ni laana. Na utengo huu haukuwa kwa baadhi ya watu tu, ilikuwa ni kwa taifa zima. Ikiwa ni mfalme umepata ukoma, unatengwa. Ikiwa ni kiongozi umepata ukoma, unatengwa. Yeyote aliyekuwa amepatwa na ukoma, ilipitishwa amri kwamba lazima atengwe. Kwa sababu wewe unabeba lahana. Wewe ni najisi. Bahati mbaya hawakuwa na msaada. Ilitokea tu kipindi cha siku za Elisha, mkoma aliponywa. Naam, jemedari Naaman aliponywa. Haleluya! Lakini baada ya hapo, historia ya wakoma kuponywa katika Israeli haikuwepo tena. Na hata Yesu anapokuja katika wakati wake, hakuna historia yoyote ya kwamba wakoma wanaponywa. Na kwa hiyo basi hawakuwa na msaada wowote. Na kwa jinsi hiyo, wale wote waliokuwa na ukoma walikuwa wana tumaini lolote. Na kipindi cha Yesu, bahati mbaya, wengi walikuwepo ambao wana ukoma. Na mnajua habari za Yesu zilisikika karibia pande zote, si katika Yerusalemu tu, bali zilisikika hadi wapi? Ng'ambo ya Yerusalemu, ng'ambo ya Uyahudi. Kama ambavyo wana wa Israeli walikuwa wakitoka katika nchi ya Misri kwenda katika nchi ya Kanaani,
watu wa mataifa mengine walisikia makuu ambayo Mungu amewatendea. Ndivyo vivyo hivyo Yesu Masihi, Mwokozi wa ulimwengu, tumaini la vizazi vyote, habari zake lizisikika ulimwenguni wakati ule kote. Haleluya! Na hizi habari ziliwafikia pia wakoma. Ziliwafikia kwa namna gani sijui, lakini habari njema ni kwamba zilifanyaje? Zilifika masikioni mwa wakoma. Inawezekana mtu akiwa na ukoma akienda kule anasimulia habari kwamba kuna mtu anafanya hivi na hivi, sijui, lakini habari njema ni kwamba habari za Yesu zilifikia wakoma. Walisikia habari za viwete kutembea, walisikia habari za vipofu kuona, naam, walisikia habari za wafu kufufuliwa. Haleluya! Huyo ni Yesu Masihi, Mwokozi wa ulimwengu, ambazo habari zake zikifika kwako, aidha ni wokovu kwa uzima wa milele au ni ushuhuda na mauti ya milele. Naamini hauko katika kundi la pili, kwako ni wokovu na maisha ya milele. Haleluya, haleluya. Sasa katika fungu sura ya Mathayo 8 tunamwona mkoma. Anasema kwamba fungu la pili, natazama akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyosha mkono akamgusa akasema, nataka, takasika. Ukoma wake ukawa umetakasika. Sasa tumepata picha kidogo tu ya habari ya mtu ukoma. Hebu ujiulize wewe nami. Mkoma amepata kusikia habari za Yesu. Naamini kwamba ndani ya moyo wake huyu mkoma alifanya dhamira iliyo njema na imani yake isiyotikisika kwamba nahitaji kumwonana na Yesu. Haleluya! Nahitaji kumwona Yesu, nahitaji nifike kwa Yesu. Lakini swali kubwa ni hili, atafikaje? Wewe ni laana, wewe ni najisi, wewe ni mkoma. Ukionekana yawezekana ukapondwa mawe, ukionekana taifa litakukimbia, ukionekana utajenga hofu mbele ya watu. Utafikaje kwa Masihi? Ndilo swali lililo kubwa. Mimi na wewe yawezekana tu wakoma wa kiroho, tutafikaje kwa Masihi? Tunawezaje kupiga hatua kumwelekea? Kulikuwa na sheria ya utengo. Ile sheria ni kwamba lazima utengwe. Ili kwenda kwa Masihi lazima uvunje ile sheria. Ulikuwa najisi. Ili kumwona Masihi yawezekana ukagusa watu wengine, utawafanya kuwa najisi na wao. Lakini vile vile unahatarisha maisha yako, maana unavunja sheria. Wakati ule ungeweza kuuawa. Lakini pia tumeona kwamba tangu kipindi cha Elisha hadi kipindi cha Yesu hakuna mkoma aliyekuwa amekwisha takasika au ambaye amekwisha kutakaswa, na ilikuwa ni laana. Je, ungeenda kwa Yesu katika hali yake ya ukoma, angekujibu nini? Kwamba wewe ni najisi na sheria inapaswa utengwe, kwa hiyo nenda ukatengwe. Kwa hiyo kuna maswali mengi ambayo mkoma huyu alijiuliza kabla ya kwenda kwa Yesu. Lakini mwisho akasema, je, nitakufa katika hali yangu hii ya ukoma au la, nijipe moyo niende kwa Yesu? Haleluya! Maana hata nisipoenda nitakufa katika hali ya ukoma, lakini nitakapokwenda kwa Masihi yumkini nitapona. Haleluya! Alivunja taratibu zote za wakati ule, na hiyo ndiyo nguvu ya imani. Akaazimu kumtafuta Mwokozi japo alitengwa mbali. Popote pale Yesu alipokuwepo, aliazimu kumfuata. Na ndipo tunapokutana na hili fungu ambapo yeye alienda. Napiga tu picha, yuko nje ya lango na anajua kwamba Yesu yupo. Hajaandikwa katika maandiko matakatifu, ila anapiga picha.
Lakini pia unaweza kusoma katika sura ya 27 ya kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, Desire of Ages, kwamba huyu mkoma anawaambia wakoma wenzake, maana alitengwa, na kwa maana hiyo basi alikuwa anaishi na wakoma ngapi? Wenzake. Na wenzake hawakumwelewa, lakini pamoja na kwamba hawakumwelewa, yeye akadhamiria kwamba nitakwenda kukutana na Masihi, na anaamua kutoka, anakwenda kukutana na Masihi. Tazama njia, piga picha njia anayokwenda huyu mkoma. Wewe nami tukipiga picha tunaona kana kwamba anajificha, si ndio? Ili asipate kuonekana, si ndio? Unaweza kuona kwamba pale kuna kichaka, na unaweza kuona kwamba pale kuna mtu anakuja anajificha. Unaweza ukaona. Na unamwona kabisa yuko kwa mbali, amefikia karibu na Yesu, yuko kule. Na unaweza ukamwona kwamba anaona mikono ya Yesu inawekwa juu ya vichwa vya watu. Anapoona, tumaini na shauku yake inaimarika zaidi. Unaweza ukaona kwamba kwa mbali anasikia sauti ya Yesu ikisema, nyanyuka mwanangu, umepona, inuka usitende dhambi tena. Unaona, anasikia kwa mbali hizi sauti, na zinapompiga ndani ya moyo wake anasahau kwamba yeye ni mkoma. Haleluya! Anatoka, anaenda kwa Yesu, na mara hii watu wanamuona huyu ni mkoma. Mwili wake una mabaka, mwili mzima, ngozi yake imechubuka, vidole vyake vimevunjika, havionekani, vimelika. Watu wanampisha, wengine wanapiga makelele. Kumbuka ya kwamba nyakati zile mkoma alipokuwa anaondoka kwenda katika sehemu kule ya kuhifadhiwa au nje ya mji, akiwa anatembea anasema, mimi ni mkoma, mimi ni najisi, mimi ni najisi. Safari hii sauti hiyo yawezekana isikiki, maana amesahau kuwa ni mkoma. Anachojua ni kwamba Yesu yuko pale, nami ninaenda kukutana na Yesu. Haleluya, haleluya, kwamba Yesu yuko pale, nami nakwenda kukutana na Yesu. Hilo ndilo ninalojua. Watu wanapaza sauti, na usimkaribie. Hasikii hilo, halisikii. Anachosikia ni zile sauti ya kwamba inuka uende, dhambi zako zimesamehewa, imani yako. Anasikia hayo. Wakati unapiga makelele, wengine wanamzuia, hilo halioni. Maana mbele yake anaona uponyaji wake, mbele yake anaona kutakasika kwake, mbele yake anamwona Mwokozi wa ulimwengu anayesema, leteni mizigo yenu yote. Anasonga mbele, anasonga kwa ujasiri. Naam, na kwa sababu ni mkoma, watu wanampisha. Kwa sababu ni mkoma, watu wanakimbia, watu wanaogopa kuweza kunajisiwa, watu wanamwachia, wanapevu, wanaondoka, wanamwachia njia, inakuwa wazi. Haleluya! Kilichofanya njia kuwa wazi ni imani yake. Haleluya! Imani yake thabiti ilisafisha njia kwenda kumwelekea Yesu. Fikra za uponyaji, haoni makutano, bali anamuona Yesu. Asikii kelele za makatazo, anasikia kelele za tumaini. Anaanguka miguuni pa Yesu. Anakwenda, kumbuka huyu ni najisi, anakwenda anamgusa Yesu. Na kimsingi hakutakiwa kumgusa mtu awaye yote, maana atamtia na najisi, lakini anakwenda anajiangusha miguuni kwa Yesu, na anamuuliza swali moja tu, ukiweza, waweza nitakasa. Haleluya! Ukiweza, waweza nitakasa. Ukiweza, waweza nitakasa. Yesu anapomuona ndipo anapojibu katika mafungu haya ambayo tumeyasoma, Mathayo 8 fungu la 2 hadi 4. Yesu anasema nataka. Haleluya! Yesu anasemaje? Nataka. Je, ulimwendea Yesu? Kuna siku ulimwendea Yesu? Pamoja na pingamizi zote, ulifika miguuni pake? Je, maombi yako yalikuwa yako dhahiri? Ombi lako lilikuwa dhahiri?
alikuwa na mashaka? Ulimweleza Yesu unachokihitaji? Maana Yesu anasema kwamba nataka kama ni ondoleo la dhambi, nataka kuondolea dhambi zako. Haleluya. Kama ni uponyaji, nataka nikuponye. Haleluya. Kama ni kufariji, nataka nikufariji. Haleluya. Je, ulimwendea Yesu? Je, ulimwendea Yesu? Yesu ananyosha mikono yake msalabani, bado mikono imenyoshwa. Chumba cha rehema bado yuko katika maombezi. Yesu anasema nataka kukutakasa, nataka nikuondolee hofu, nataka. Na ndio maana tunasema kwamba ni huruma zake Mungu kwamba tufanyaji, hatuangamii. Haleluya. Nisome mafungu ya mwisho tunapomalizia. Twende katika Luka 17. Twende katika Luka 17 fungu la 11 hadi 19. Yesu yuko tayari kututakasa. Swali la msingi, je, u tayari kumwendea Yesu? Maana sauti ni nyingi, makatazo ni mengi, na sheria ni nyingi. Ikawa alipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama kwa wapi? Wakasimama kwa wapi? Kwa mbali. Maana wao ni nani? Wenye ukoma. Maana wao ni nani? Najisi. Maana wao wanahesabika kwamba ni lahana. Wakasimama kwa mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Jamani, hebu tuangalie, kuna Yesu alichokifanya hapa. Aliwaambia tu enendeni mkajionyeshe kwa nani? Makuhani. Akuchukua udongo, akugusa mili, akufanya jambo liwalo lolote. Alichosema ni kwamba nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Labda niseme jambo, ili mkoma aonekane kwamba ametakasika, arudi aishi na jamii yake, lazima aende kwa kuhani ambaye kwanza alisema yeye ana ukoma, hivyo akatengwa nje ya nini? Ya mji. Ili arudi aishi na watu, aishi na familia yake, lazima aende kwa nani? Kwa kuhani. Kuhani aseme kwamba kweli umetakasika, ndipo apewe kibali cha fanyaje? Kuja kuishi na jamii. Sasa hawa ni wenye ukoma, wakaambiwa waende kwa kuhani. Wanaendaje rafiki zangu? Maana anayeenda kwa kuhani anakwenda ili kumwonyesha kuhani kwamba nimefanyaje? Nimetakasika, sina ukoma. Lakini hawa tayari wana ukoma, na Yesu anasema nendeni. Wanaendaje kujionyesha? Na wao wanajua kwamba wana ukoma. Kimsingi ni kwamba wanaona haiwezekani. Lakini tuone fungu linalofuata, fungu la 14, fungu la 14 sehemu ya pili, kwamba alipowaona aliwaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Fungu sehemu inayofuata anasema kwamba ikawa walipokuwa wakienda, walifanyaje? Haleluya. Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika. Imani ilihitajika katika uponyaji. Hata katika janga la korona, imani inahitajika. Ondoleo la dhambi, imani inahitajika. Walipokuwa wakienda, wakaona kwamba wanafanyaje? Wanatakasika. Marko 11 fungu la 23 na 24 inasema kwamba mwaminini Mungu. Mnapokuwa katika kusali, aminini kwamba mnafanyaje? Mnapokea, nalo litakuwa lenu. Kwamba imani haiko katika ukamilifu wa jambo, haleluya, bali imani iko katika kuamini katika utimilifu wa nini? Wa jambo. Na ndio maana Ibrania 11 fungu la kwanza kwamba imani ni hakika ya mambo yafanyaje? Yatarajiwayo, ni bayana ya nini? Yasiyoonekana. Kwa kuonekana wao ni wakoma,
lakini kwa sababu wana imani ndani yao, wanapokwenda wanatakasika. Na ndio maana sasa kwamba mnapokuwa katika kusali, aminini mnapokea. Sio ya kwamba tukishapokea ndipo tunaamini, la asha. Imani inajengwa pasipo kupokea. Haleluya. Kwa hiyo tunaamini pale tunapokubali ya kwamba tunapokea hata pasipo kupokea, ndipo imani yetu inapotimilika. Na hata huyu mkoma aliyemwendea Yesu aliamini katika uponyaji kabla hajafika. Alipofika alisema jambo moja, ukitaka waweza nitakasa. Na hawa 10 wakaamini katika utendaji wa maneno ya Yesu, wakaamini kwamba wameponyeka bila kuponyeka. Wanapokwenda kwa kuhani wanakuwa wameponyeka. Lakini ukisoma kisa hicho chote kinapomalizika ya kwamba ni mmoja anayerudi kutoa shukrani. Na ndipo Yesu anasema, je, hawakuwa 10? Iweje mgeni huyu tena Msamaria ndiye anayekuja kutoa shukrani? Haleluya. Ulitoa shukrani pale Yesu alipokutendea. Ni huruma zake Mungu ya kwamba tuangamie. Rehema zake hazikomi, ni mpya kila asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Ulishukuru. Ulishukuru. Si katika korona tu, ni mangapi umeyapitia? Je, ulishukuru? Uliona mkono wa Mungu katika maisha yako? Ukipiga picha katika maisha yako, je, unaona sehemu ya Mungu? Au nao umepambazuka, umepumbazika kiasi kwamba uone mkono wa Mungu katika maisha yako? Je, unafikiri hata wewe kuwepo hapa si mkono wa Mungu? Ni huruma zake Bwana ya kwamba tuangamie.